tuko msikitini, tumemaliza dua ya kumwombea rais, kuiombea nchi na watu wote waliofanya mambo mema katika taifa la Tanzania. Na la pili, nampongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kukamilisha mradi wa umeme, mradi mkubwa kwa Afrika Mashariki. Ni jambo la kumpongeza sana rais. Kwa mimi nataka niseme lingine, Chadema waige mfano kwa Mbowe. Mbowe ni Chadema lakini ameonyesha mapenzi kwa nchi, ukweli kwa nchi na uadilifu wa nchi. Kwa hiyo Chadema waige mfano. Na la pili, niwaambie kwamba bwana John Heche abadilishe siasa. Siasa nazo kwenda nazo haziendi na wakati. Kupigana na serikali ni sawa kupigana na mlima Kilimanjaro, utaumia mikono mlima ushuki. Kwa mimi ni muombe sana Heche abadilishe miundombinu. Na la tatu, wajaribu watu kwenda gerezani, watu wa saikolojia wamwangalie Lissu. Inaonekana kama dishi limeyumba kidogo. Kwa sababu dishi limeyumba kivipi? Nilimsikia juzi anasema kwamba shahidi yake ni Rais Samia, makamu wa rais, waziri mkuu. Ni vitu ambavyo vingia akilini. Hawa watu hawezi kuwa mashahidi kwako. Wewe mashahidi kwako kwa logic ipi? Kwa maslahi gani? Kwa hiyo mimi naona kwamba kapoteza mwelekeo, na sasa tumeomba dua tumeomba dua kubwa kuombea watu wema, kuiombea serikali na sisi wenyewe. Sasa ndio tunatoka kufanya kazi. Sawa. Tukio la dua leo lilikuwa lina hamasa kubwa. Tumeona posti nyingi ambazo zilikuwa zimepostiwa. Katika msikiti wa Takwa umekuwa ndio msikiti pendwa kwa kwenu, una eneo hili linafaa kufanya hivyo. Una mtazamo gani au unawaambia nini Waislamu na wasiokuwa Waislamu juu ya wale ambao waliotetea dini yao, waliokuwa wakifundisha maadili mema katika miaka hiyo ambao walikuwepo na sasa hivi tuko nao? Kwanza tunaombea Mwenyezi Mungu watu waliokufa wakiwa waaminifu katika dini na katika nchi. Tunaombea sana Mwenyezi Mungu afanyie wepesi. Kwa hiyo tumesema hivi ndio tumeanza. Tukitoka hapa tunaanza msikiti kwa msikiti kuzungumza na Waislamu na kuwataka Waislamu na Watanzania wote tuungane kwa pamoja, tushirikiane, tusikubali kugawiwa kwa ajili ya madhehebu, kwa ajili ya dini, kwa ajili ya rangi au ya kisiasa. Tuungane kama taifa moja, tusapoti serikali. Yaani serikali kusapoti ndio inaokuishi. Hii naambia kabisa Watanzania, kusapoti serikali ni sehemu ya ibada. Naam. Kwa hiyo hatuna pingamizi wala hatuna tatizo lolote. Kusapoti serikali, kusapoti nchi ni jambo ambalo lipo kikatiba, lipo kidini. Na dini bila uzalendo sio dini. Ni uhuni. Dini bila uzalendo sio dini. Ili uwe na dini lazima uwe na uzalendo. Sheikh Khalifa amefanya mengi katika dini, na yeye ndiye aliyekuwa bega kwa bega na Sheikh Kasim bin Juma, na ndio maana tukajitahidi kumtafuta Sheikh huyu ili aje aseme na Waislamu, atueleze Waislamu historia ya mashekhe. Kwa haraka ni kwamba Mtoro ndio alikuwa kitovu cha harakati. Msikiti wa Mtoro ule, kabla mimi sijawa Muislamu, nakumbuka tulikuwa tukisikia Mtoro. Mtoro ilikuwa ikisimamiwa na Sheikh Kasim, Sheikh Khalifa Hamisi na Sheikh Wakati. Ndio walikuwa wakiwa pale Mtoro. Tukubali tusikubali, kazi iliyofanywa na Sheikh Khalifa, kazi iliyofanywa na marehemu Kasim Juma na Waislamu wa zama zile, kiukweli ilifanywa kazi kubwa sana, na nyakati ziliruhusu wafanye hayo, na matunda ndio haya tunayaona. Kipindi kile mihadhara ilikuwa ndio inachipuka. Wasiokuwa Waislamu walijitahidi sana ili kufunga mihadhara, lakini kina Sheikh Khalifa Hamisi, marehemu Kasim Juma, kina Sheikh Wakati walikwenda mpaka Ikulu kwa Rais Ali Hassan Mwinyi, wakafanya dialogue kubwa sana pale State House kuzungumzia masuala mazima ya mihadhara. Walifanya mengi sana. Kwa hiyo leo Sheikh Khalifa atazungumza kueleza wasifu wa mashekhe, kazi walizozifanya, na atatukumbusha sisi tuko wapi, tufanye nini, tunakwenda wapi. Huu ndio ukweli. Na vile vile kama Sheikh atapata nafasi, atazungumzia historia kidogo ya Profesa Kigoma Malima. Ana mchango mkubwa katika dini, na atazungumza mambo mengi sana ya Waislamu na Uislamu
na bahati mbaya kuna watu wanasema tu, lakini kiukweli hawajui harakati zimetoka wapi. Sheikh Khalifa amewahi kuzunguka nchi nzima akiupromoti Uislamu. Marehemu Sheikh Kasim Juma umri wake wote kautumia kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Kasim Juma amekamatwa, ndio mashekhe wa kwanza kukamatwa kuwekwa jela. Sheikh Khalifa Hamisi amekaa jela kwa ajili ya Mungu. Kuna watu hawajui, wamekuta harakati zimepungua kidogo, hawajui. Kwa hiyo haya yote atayazungumza shekhe. Na vile vile Sheikh Khalifa baada ya mazungumzo yake atafanya dua fupi. Dua fupi itakuwa baadhi ya watu wataombewa dua, akiwepo Rais wa Tanzania mama yetu Samia Suluhu Hassan kama Muislamu wenzetu. Alhaji Ali Hassan Mwinyi tutamwombea dua, ni miongoni mwa marais waliofanya wema mkubwa sana kwa Tanzania. Tukubali tusikubali, tulikuwa tujui kuvaa kanzu, si wakati ule ni Wakristo, hatujui kuvaa suti. Baada ya kuja Rais Ali Hassan Mwinyi tulijua kuvaa suti, kufunga tai. Kwa ni matunda ya Waislamu wenzetu, baada ya kuwa wameshika nafasi kubwa za kiuongozi, walifanya uadilifu, wakatenda haki, tukaona neema. Kwa vile vile tutaombea dua Mwenyezi Mungu afanyie wepesi makaburini. Mimi sisemi mengi, nimshukuru sana Sheikh wakati sana kwa kutupa nafasi ya kufanya dua hii msikitini humu. Kuna baadhi ya misikiti tulikwenda wakaanza kutupiga danadana kama vile maharage yako kwenye kikango. Kwa hiyo lakini Sheikh wakati baada ya kumpigia simu akasema njoni. Na vile vile Mwenyezi Mungu katika dua hii apelekee wahadhiri wa Kiislamu. Wahadhiri akiwepo Sheikh Said Liko, marehemu Magezi Shabani Malanda. Watu hawamjui Magezi Shabani, kafanya kazi kubwa sana, kasilimisha maelfu ya watu. Magezi Shabani Malanda. Marehemu Kigoma Mwilima, ndio wenye viti wa kwanza wa mihadhara. Mzee wetu Ngaliba Kawemba kutoka Kigoma, hiyo ni line Kigoma line hiyo. Waliingia Dar es Salaam, ndio watu wa kwanza kuifungua Biblia kusema Yesu si Mungu. Watu walishangaa. Othman Matata, bingwa wa sayansi ndani ya Qur'an. Hilo ni jopo la kutoka Kigoma mwisho wa leli, liliingia Dar es Salaam. Kwa kweli Mwenyezi Mungu awafanyie wepesi makaburini kwao. Kwa kweli kazi walifanya.